Jahazi TV. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa lan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'di, fa inna asdaqa al-hadithi kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Ayuha al-mujahidin al-kiram, mpenzi mtazamaji wa Jahazi TV online, ukiwa unafuatilia kipindi chetu mubashara, kipindi ambacho kinakujia kila wiki, kipindi ambacho kinakupa faida kila siku katika kujifunza yale usiyoyafahamu. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hichi, namwomba Allah tabaraka wa taala kuwezeshe kuangalia kipindi hichi na akupe faida, ewe mwanamume wa Kiislamu na ewe mwanamke wa Kiislamu. Mpenzi mtazamaji, wasia wangu kwa siku ya leo, nitakupeni wasia mfupi ambao utakwenda kuwafaa kwenu na utawapa faida na manufaa juu ya nyumba zenu pamoja na familia zenu. Namwomba Allah tabaraka wa taala aniwezeshe katika kuwaletea kipindi hichi ambacho kila wiki tunakuwa tunajumuisha vipindi mbalimbali vya dini katika kufundishana, katika kuelimishana na kufahamishana yale ambayo hatuyafahamu. Ayuha nnasu ibadallah, ittaqillaha ta'ala fi anfusikum, wasia wangu mcheni Allah tabaraka wa taala juu ya nafsi zenu, wa fi ahlikum, na kutokana na wake zenu, wa'lamu, nafahamuni ya kwamba anna duati taghrib, hakika maduati wa kimagharibi, wahubiri wa kimagharibi, wazungu wa kimagharibi, duati taghrib min alkhariji wadakhil, wahubiri wa kimagharibi kutoka nje na ndani, yuriduna an yutlaqu almar'ata ala shari'ati alislam, wana lengo kubwa na mpango mkubwa juu ya kumtoa mwanamke ndani ya sheria yake ya Uislamu. Maana yake sheria hii ya Uislamu imekamilika juu ya watu wote, lakini lengo lao maduati wa kimagharibi ni kutaka kumtoa mwanamke ndani ya sheria hii ya Uislamu ambayo inamlinda. Kwa hiyo fahamu ya kwamba hakika hawa maduati wa kimagharibi wana lengo kubwa katika kutaka kumtoa mwanamke ala shari'ati alislam, ndani ya sheria ya Uislamu, wa an yahlau ala dinu fi kulli haya'in wa hishma, na lengo lao ni kumvua kutokana na dini yake, kutokamana na heshima yake, wamtoe katika dini yake. Mithlu almar'ati alkafir, awe kama vile mfano wa mwanamke wa kikafiri. Fi kulli haya'in wa hishma, awe hana haya wala hana heshima yoyote. Kalbahima, awe yupo tu kama vile mnyama wa kufugwa ambaye anazunguka na kutangatanga. Walidhalika takallam fi alhijab, hakika maduati hawa kimagharibi wamezungumzia kuhusiana na hijab, ambayo ni hijabu ya kisheria ambayo Allah tabaraka wa taala ameielezea katika Qur'ani na akawahimiza wanawake kuvaa hijab. Wako baadhi wenye kuvaa hijab na wako baadhi ambao wanasema sisi ni kizazi cha leo, hatuwezi kuvaa hijabu, hatuwezi kujitia mambo mengi, kwani hatuwezi kujizeesha. Sikiliza vizuri ewe mwanamke wa Kiislamu, hakika hii mbinu ambayo maduati wa kimagharibi wameitumia
wana mpango mkubwa kutaka kutoa wewe ndani ya sheria ya Uislamu, mithli almar'ati alkafir, lengo ni kukufanya uwe kama vile mwanamke wa kikafiri. Takallam fi alhijab, wamekaa katika vikao vao na kuzungumzia kuhusiana na hijabu ambayo unavaa wewe. Takallam fi alikhtilaf, wamezungumzia kuhusiana vile vile na masuala ya ikhtilaf. Takallam fi safari almar'at, vile vile wameizungumzia safari ya mwanamke, alladhi, safari ambayo qayyadaha sharia, ambayo hii safari imewekewa sheria kutokamana na mfumo wa dini yetu sisi. Na wao maduati wa kimagharibi wameweka sheria yao na mpango wao, lengo ni kutaka kutoa wewe mwanamke wa Kiislamu ndani ya sheria ya Uislamu. Leo wanawake wamekuwa ni watu ambao wanatoka majumbani kwao pasina kuvaa hijabu, pasina stara na pasina kujificha miili yao, lakini leo wanawake wamekuwa wao ndio sababu kubwa ya kupelekea wanamume kufanya maasi kwa wingi na kufanya zinaa kwa wingi na kupelekea machafuko ya akili za wanamume waliokuwa wengi, mpaka imepelekea wakati mwingine vijana wana maneno yao husema, hatuwezi sisi kufuga ng'ombe wakati maziwa tunapata. Hii ni ile kwamba sheria ya Uislamu wameikataa na wamevua lile vazi ambalo ni vazi la hijabu ambalo kisheria wanatakiwa wavae. Leo wamelivua vazi la hijabu na wanatembea uchi barabarani, wanatembea wakiwa watupu barabarani, mpaka kupelekea maasi yakawa ni mengi. Leo hajulikani mke wa mtu na leo hajulikani aliyekuwa si mke wa mtu, wote wako sawa sawa. Ile tabia ya Mama Khadija ambayo ni khairun nisa mbele ya Mtume SAW, wanawake wengi wameiacha, wamefuata tabia za kitaghut, wanaiga masuala ya uzungu na umagharibi. Leo wanawake wengi wametoka ndani ya Uislamu, hawataki kuingia moja kwa moja kukaa katika madarasa kujifunza dini yao, kujifunza kujihifadhi wao wenyewe, mpaka imepelekea leo watoto wetu wameharibika, vijana wameharibika kutokana na fitna ya mwanamke. Leo aliyeelewa humfahamu na asiyeelewa humfahamu. Ni wachache sana ambao wanafahamika na wale wenye kujistiri, na wengi ni wale ambao hawapendi kukaa ndani ya majumba yao. Wengi ni wale ambao wanatangatanga ovyo pasina dharura za kisheria, pasina misingi ya kisheria. Leo wao ni watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa masokoni na sehemu mbalimbali. Leo biashara zinafanyika, lakini wenye kufanya biashara leo, wanawake wamekuwa wengi katika biashara, lakini mpaka wamefikia kufanya biashara za miili yao na namna vile walivyo, ambavyo wamejivalisha mavazi yao, wamejiweka nusu uchi, wamevaa hali ya kuwa wako uchi, mpaka kupelekea watu kufanya maasi. Ewe mwanamke wa Kiislamu ambaye unatoka toka na unatangatanga nje pasina dharura ya kisheria, na ewe mke wa mtu ambaye unatoka pasina kumwaga mume wako pasina dharura ya kisheria, mche Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, inna dunya hulwatin hadara, hakika ya dunia hii ni tamu mno. Ni hulwa, maana yake halwa ni iliyokuwa ina utamu zaidi, na ni yenye kupendeza mno, maana yake inawapendezeshia watu vingi kabisa katika fawahisha, katika machafu. Ittaqillaha, basi mche Allah tabaraka wa taala kutokamana na dunia hii. Wa ittaqi dunya, kisha iogope dunia hii. Wa ittaqi nisai, na kisha waogope wanawake ambao watakusababisha wewe kuingia katika maasi makubwa na kuingia katika mtihani mkubwa, na mbele Allah tabaraka wa taala utakuwa mas'ul.
Kwa kumalizia, katika Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa taala amewaambia wanawake, enyi wanawake, wa qawluhu taala, na pale Allah tabaraka wa taala aliposema waqarna fi buyutikunna, hapa aliwaambia wanawake akawaambia bakini, lazimianeni juu ya nyumba zenu, tulieni katika majumba yenu, wala tabarrajna, na wala msifanye tabarruj, maana yake wala msitangetange ovyo, msiwe ni wenye kutoka ovyo. Tabarruj aljahiliyati alula, wala msifanye tabarruj, maana yake msitangetange ovyo kama vile walivyokuwa wakitangatanga mno au wakitoka mara kwa mara wale waliokuwa katika zama za jahiliya. Allah tabaraka wa taala anawaambia wanawake, na mulazimianeni juu ya kubaki ndani ya majumba yenu. Hapa hakuzungumziwa mwanamke aliyeolewa na asiyeolewa, yoyote yule ikiwa ni mwanamke, basi sheria inasema alazimiane na kubaki juu nyumbani kwake, imma nyumbani kwake au nyumbani kwao. Na wewe ambaye umeolewa una mume wako, basi waqarna fi buyutikunna, lazimiana kubaki ndani ya nyumba yako, wala usifanye tabarruj, usiwe ni mwenye kutangatanga kama vile mwanamke aliyekuwa akitangatanga akizunguka zunguka ovyo katika zama za jahiliya. Jahazi TV.